Mimi naitwa Mtume Dr. Vernon Fernandez, ni mwanzilishi wa makanisa ya World Agape Life Church, na pia mimi ni mwenyekiti wa CPCT awamu wa 5, na tunashukuru Mungu kwamba Mungu alinipa neema ya kuwepo au kuchaguliwa na maaskofu 170 mwaka jana, na tukafanya timisho. Tumeweka wafu tarehe 6 mwezi wa pili mwaka huu, na kwa sababu ya matatizo ya mwaka jana tuliyokutana nayo hapa katika nchi yetu. Sasa ndugu zangu, nataka nikwambie kwanza, PCT ilikuwa Pentecostal Council of Tanzania, ilianzisha mwaka 1992. Baadaye tukaibadilisha kuitwa CPCT, Council of Pentecostal Churches of Tanzania, au Baraza la Maaskofu ya CPCT Tanzania. Na zamani tulianza na madhehebu chache kama 12. Baadaye tukaruhusu madhehebu mbalimbali wajiunge na CPCT kwa lengo ya kuwa na ushirika, kwa lengo ya kujenga mwili wa Kristo, kwa lengo ya kuomba kwa pamoja, kwa lengo ya pia kuwa na sauti ndani ya nchi yetu, kwa sababu kanisa moja haitakuwa na sauti, lakini tukiwa pamoja, serikali wanaweza kusikiliza na wanaweza kutuheshimu, kwa sababu sio dhehebu moja, bali tumeamua kuwa na hii baraza ili tuombe pamoja, tupange pamoja, tulenge pamoja, na hivyo ndivyo CPCT ilivyokuwa na malengo yake. Na malengo yake ni Mungu, nasema kwamba palipo na umoja Bwana humwaga baraka. Ndio lengo letu, kuwepo na umoja, na tutakapoamua kurudisha umoja ndani ya CPCT, ndipo Mungu ataweza kumwaga baraka ndani ya nchi yetu. Na toka imebadilishwa kutoka PCT ikaja CPCT, mpaka sasa tunavyozungumza, mna takriban ya makanisa mangapi ambayo kwenye umoja huu? Hatuzungumzi makanisa, tunazungumza madhehebu, kwa sababu tuko na tofauti ya makanisa, kwamba kila dhehebu ina makanisa. Okay, lakini tuna dhehebu ambayo zimesajiliwa na serikali. Tuko na mpaka mwaka jana tulikuwa na 170, tukakubaliana mwaka jana pia kuongeza wanachama wengine 20 ambao tukapokea, na bado tunaendelea kuwapokea wanachama ambao wanaweza kusema kwamba wako tayari kuungana na sisi kuenda tutembee na maono yetu ya CPCT ya kusimamia maana halisi ya Pentecost. Pentecost ni kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu, sio kuwa na dhehebu tu, kutembea katika nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu kanisa lilizaliwa siku ya Pentecost. Na katika kanisa kama ilizaliwa siku ya Pentecost, kanisa ilitembea kuna nguvu. Hiyo nguvu iko wapi? Hivyo tunataka kuirejesha hiyo nguvu ndani ya makanisa yetu ili tuweze kutembea pamoja. Mpaka sasa hivi tuna madhehebu 190 ambayo ni wanachama wa CPCT. Okay? Na tunakaribisha mtu yeyote ambaye na dhehebu niko tayari kutembea na mawazo yetu, kwa sababu Biblia inasema Amos 3:3, wawili hawezi kutembea pamoja mpaka wamekubaliana. Kama tuko tayari kukubaliana na masharti yetu ambayo sio makubwa, ni kama utaweza kukubaliana naye, tunawakaribisha madhehebu zote ambayo wana asili ya Kipentecost wajiunge na sisi, tunawakaribisha. Mnatazama nini hasa, Pentecost peke yake ama kuna kingine hasa ambacho mnakitazama kwa mtu kuwa mwanachama au kujiunga na umoja huu? Kwanza lazima ameandikishwa na serikali. Okay? Pili, lazima awe na moyo wa kushiriki pamoja.
Hatutaki watu waje tu kuwa na manamba. Lazima tukiamua kuwa na maombi, washiriki. Tunaweza kufanya jambo fulani ndani ya nchi, washiriki. Umeona? Tunataka tuweke nguvu zetu kwa pamoja, ndio lengo letu. Hatuna masharti makubwa. Kama mtu ameokoka, amepata msamaha wa dhambi, kama mtu amejazwa Roho Mtakatifu, kama mtu amebatizwa kwenye maji mengi, okay, anaamini katika utakatifu, umeona, ameamua kuacha dhambi zake na kutembea katika utakatifu na kutembea katika karama hizo 5 za Mungu, ambayo ni mitume, manabii, wainjilisti, walimu pamoja na uchungaji. Kuna madhehebu mengine au kusema kanisa mengine ambayo yenyewe ni ya kimitume na kinabii na yanaenda sambamba kidogo na makanisa ya Kipentekoste, naweza nikasema hivyo, lakini umekuwa kama vile kuna mgogoro hivi, baadhi ya makanisa ya Kipentekoste yakiwashutumu makanisa yale ya kinabii na kimitume kwamba wanatumia vitu ambavyo wao wanaona kama vile si sawa, na nataka nijue haya makanisa yapo kwenye umoja huu wa CPCT, na kama hayapo, kwa nini? Hiyo ndio sababu inawafanya nyinyi msiwaweke kwenye umoja huu. Sasa tukubaliane kwanza, karibu hao wote manabii, karibu wote hao mitume ni watoto wetu ambao walikuwa na sisi ndani ya makanisa yetu. Umeona? Sio kwamba hatuwapendi. Kuna vitu vingine kidogo, unajua vijana wa siku ya leo wanataka kufanya mambo yao, wanatafuta umaarufu ya haraka. Umeona? Sasa afu leo hii unakuta kwamba mtu kuliko kujua una wito, yeye akishaona kama anaweza kuhubiri dakika 2, dakika 5, anaanza kutoa kimya pepo, anaamua kuwa mtume. Saa ingine hajafika kwenye ile standard, au hatapata masomo, hajafika hata Bible school, amejiita yeye mtume. Hasa sisi tunasema kwamba hakuna shida, tutaweza kuwapokea, lakini lazima wakiamua kukubaliana na masharti ambayo tunayo. Okay? Masharti ya kwanza, lazima nawe na sound doctrine. Lazima tujue doctrine zao ni nini, wanaamini kitu gani. Sawa, najua kama wanaamini Yesu ni Bwana, sawa. Je, wanaamini ubatizo? Je, wanaamini ubatizo wa Roho Mtakatifu? Je, wanaamini kwamba kuacha dhambi? Je, wanaamini kwamba kwenda watakatifu ndio watakwenda mbinguni? Je, wanaamini kwamba Kristo atarudi na kutuchukua? Ndio haya mambo ambayo lazima tukufike. Lakini unakuta watu wengi siku hizi kuliko kuamini haya, wao wanaamini kwamba kukemea pepo na kutoa pepo na kupata hela. Sasa sisi tunasema sawa, tuwasaidie. Tunaweza kuwasaidia kuongoza, kwa sababu wale ni watoto wetu, tunaweza kuwasaidia. Hamjawaita hata siku moja kuzungumza nao, pengine kuona haba ipo haja kuambia mnakosea hapa, mfanye hivi? Sisi tumewaita tena, tusaingie. Tulikuwa na hiyo jukwaa ya JKK, jumuiya ya kuhubiri Kristo, umeona, bila vitu vyote vingine. Tulijaribu kuwasaidia, na wengine wakakiri wamefanya makosa, wengine wakafuata bendera au jinsi watu wengine wanafanya, wao wakafuata, kwa sababu hawakuwa na nia mbaya, kwa sababu kila mmoja wao, wengine kweli wana wito wa Mungu, wengine wako kwa ajili ya tumbo zao. Lakini Paulo anasema injili bado inahubiriwa, kwa uzuri au kwa ubaya, bado inahubiriwa. Umeona? So sisi ndio maana tukasema mtu yeyote akitaka kuja kwetu ajue kwamba kuna masharti haya, na kama yuko tayari sisi tunawapokea. Hatuna haja kuwazuia. Kama serikali imewapokea, kwa nini sisi tusiwapokee? Kwa sababu tatizo yote ikitokea, serikali inatuliza sisi, hao ni watoto wenu. Ndio maana tunahitaji kufanya uamuzi mkali ya jinsi ya kuwasaidia na jinsi ya kuwabeba. Sawa. Wakati fulani hapa, wiki kadhaa zimepita, mlikuwa mnafanya kongamano na ambalo tukashuhudia pia viongozi baadhi wa serikali wakihudhuria kwenye kongamano lile ambalo mlifanya hapa Dar es Salaam. Kwanza nataka kufahamu
waziri aliinuka pale na akasema kwamba mmekabidhiwa kiwanja kule Dodoma kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ama za makao makuu ya CPCT. Nyinyi kama viongozi, hili swala mmelipokeaje na hatua pengine zilikuwa mpaka hivi sasa? Je, ujenzi umeshakishaanza ama umefikia wapi? Okay. Mwaka 2024 tulipoalika waziri mkuu akaja kwenye mkutano wetu tuliofanya Dodoma. Baada ya kufika kwenye mkutano ule, alituahidi kwamba angetupa kiwanja tangu 2024, lakini sasa tukaamua kuifuatilia, na juzi wakati waziri alipofika, sisi tulimwambia waziri kwamba waziri mkuu alituahidi hiki. So alipofika kwenye mkutano wetu kusimikwa kwangu, akaja na ripoti kwamba wamepata hiyo kiwanja, na hiyo kiwanja wamesema ni eka 12, na tukashukuru Mungu kwamba serikali ikaamua kutupa kile ambacho walitoa ahadi 2024. Na imani tumeipata. Okay, na iko Dodoma, na kwa sababu walitupa juzi, sasa tuna eka 12 ni nyingi sana. So, tunakaa chini, wiki ijayo tutakuwa na kikao na kamati ya ujenzi pamoja na kamati tendaji kuangalia, je, tunapanga kitu gani sasa, tunafanya kitu gani, tunaanza wapi? Ndio hiyo ambacho tunakwenda kuifanya. Sawa. Ulisimama pale ukasema kwamba unashukuru serikali kwa sababu sasa hivi kidogo mmeanza kuhusishwa kwenye shughuli kidogo za kiserikali kuliko miaka ya nyuma. Shida ilikuwa nini hasa? Nadhani pengine hawakuona, na wakati mlikuwepo mlikuwa hamuonekani, pengine kwa nini hasa? Na imekuwa hivyo kwa miaka mingi sana. Makanisa ya Kipentekosti tulikuwa tunashirika mambo tu ya rohoni, umeona. Sasa nilikuwa na makanisa machache sana, labda mawili au matatu, okay, ambayo walikuwa wakajiunga kwenye mambo ya shule, mambo ya hospitali, lakini karibu makanisa zote zingine walikuwa na issue ya kuhubiri tu na kuwa na mkutano wa crusade na kuhubiri basi. Sasa serikali wakaona sasa hivi makanisa ya Kipentekosti, okay, kwanza tuna mashule karibu, makanisa mengi ya dhehebu mengi wamefungua mashule kuanzia chekechea mpaka university. Pili, kuna mahospitali ambayo zipo ndani ya nchi yetu hii Tanzania, okay. Kuna nini? Kuna VETA, sehemu ya watu wanaweza kwenda kusoma. Haya, kuna TV ambayo ziko kama 12, kuna redio ziko kama 30. Haya yote sio mambo ya rohoni, ni mambo halisi ambayo watu wa Pentecost wanayo Tanzania nzima. Alafu sasa pia kwa sababu sisi tuna madhehebu 170 ambayo tuna takriban 46,000 watu, 46,000 na makanisa 46,000. Mbona wengi sana, pamoja na nini, jumla wanasema kwamba tuna karibu milioni 12.6 wa Tanzania ambayo wameokoka, ambayo ni wa Pentecost. Ndio maana sasa hivi serikali ikaona kwamba kuna muhimu kushirikiana na kanisa na baraza la CPCT. Na ukweli ilikuwa mara ya kwanza kuitwa pia kwenda kwenye kusimikwa rais. Zamani hakuna, ilikuwa Katoliki na CCT na Waislamu BAKWATA, lakini mwaka jana tulialikwa na tukaenda tukafanya kile kazi ambayo Mungu alitupa. So kuna uhusiano sasa hivi kati ya serikali na CPCT. Pengine watu ambao walidhani mara baada ya wewe kualikwa kwenye shughuli ya uapisho wa rais, pengine walidhani labda isingetokea tena kualikwa kwenye shughuli za kiserikali. Kwa nini watu wanawaza hivyo? Siamini. Unajua, katika maisha ya mwanadamu
Mwanadamu anaweza kukosea. Mimi ni mtumishi wa Mungu, naanza kuwaza kama Kristo anavyowaza, kwa sababu Biblia inasema tuwe na wazo la Mungu. Okay? Watanzania wangapi wanafanya dhambi? Watanzania wangapi waskofu na wachungaji na mitume ambayo wanafanya makosa? Umeona? Sasa najiuliza mimi mtumishi wa Mungu, nimealikwa kufanya jambo fulani. Niliomba Mungu siku 3. Mungu, je, niende nisiende? Watu wengi walikuwa mvutano kubwa. Kwanza ilikuwa hakuna nafasi ya kutembea, huwezi kutoka nyumbani. Siku 3 tuko ndani, hatuwezi kujua hata simu za internet, wala huwezi kuzungumza na mtu. Umeona? Lakini niliomba Mungu. Siku ya Jumamosi Mungu akasema na mimi, nataka uende uwe chombo changu. Sasa Mungu akisema mimi nani niseme kitu gani? Na Mungu nafikiri mlikuwepo na uliona, na kila ambacho Mungu aliniambia niseme nikasema. Na kwa sababu Mungu alisema, sikuogopa kabisa, kwa sababu nilikuwa na hakika, nikasikia sauti ya Mungu, nilikuwa na hakika maombi yangu ilisikika na Mungu, nikaenda nikazungumza. Umeona? Na kuzungumza na nikaomba, na yale maombi likabadilisha mioyo ya watu wengi sana. Nimepata simu za mamilioni ambayo wamenipigia kunishukuru. Wengine wamesema hawajaokoka, lakini ile ombi na wao wakaomba, na wengine wakalia. Maisha ya watu wengi ikabadilishwa. So lazima tufike sehemu. Je, kama singekwenda, kitu gani? Hatujui kitu gani kingetendeka, lakini Mungu alijua. So heri nini nimtii Mungu kuliko kumtii mwanadamu. Nataka kuniambia kwamba kukubali wito wa kwenda pale imesaidia pia hata kwenye shughuli za kiinjili na umisheni, manake umepata feedback nyingi za watu wengine ambao walikuwa pengine hawamjui Kristo, wamemfahamu Kristo kupitia wewe. Ndio, wengi sana, wengi sana. Sawa. Tukiwa sambamba na hayo, tumesikia pia matamko ya baadhi ya viongozi wa serikali mara kadhaa wakisema kwamba viongozi wa dini nyinyi msijihusishe sana na shughuli za kiserikali, kwa maana ya kwamba mmesahau sasa wito wenu, mnaanza kukosoa, mnaanza kuzungumza kile. Wewe kama mmoja wapo kiongozi wa dini na kiongozi mkubwa kabisa wa CPCT, maneno kama haya mmeyasikia na waga mnapokea vipi na mnakabiliana vipi? Pia Agano ya Kale inatufundisha kwamba wanabii walikuwa na sauti juu ya wafalme, na wanabii walikuwa wanaweza kukemea wafalme, na wanabii walikuwa wanaweza kuongoza wafalme. Mbona sasa tukisema kwamba tukai nje, serikali hawajui, saa ingine hawaelewi. Mimi mara ngapi nimewaambia serikali, Biblia yangu inasema kwamba hatupigani juu ya mwili na damu. Je, polisi anaweza kupambana na pepo? Mwanajeshi anajua kumpiga mpepo? Hajui. Ndio maana unakuta kwenye mikutano yetu mapolisi watakuja, maaskari watakuja, wanajeshi watakuja, wakubwa watakuja. Kwa sababu gani? Katika maisha yao wanapambana na mashida. Sisi tuna jawabu. Sisi Mungu ametupa ruksa ya kuingia katika ulimwengu wa roho na kuona vitu ambacho vinaweza kuja na kusimamisha. Ndio maana Biblia inasema chochote ambacho tutafunga hapa duniani, hajasema serikali, kinaambia kanisa, chochote ambacho tutafunga hapa duniani na mbinguni. Je, serikali inaweza kwenda mbinguni kufunga chochote kule? Hawezi. Sisi kama kanisa, kosa ambalo tunaye kanisani ni kwamba kanisa limepoteza nafasi yao, na sisi tunataka kwenda kama watu wengine wa dunia. Haiwezekani. Lazima tufike sehemu tukubaliane kwamba kanisa turudi kwenye maombi, na tukisharudi kwenye maombi, hofu ya Mungu itatanda juu ya nchi yetu. Na hofu ya kitanda, mtu mwenyewe anasema Mungu nisamehe.
Lakini sasa tunataka kuonyesha vidole, tunataka kujifanya kama Mungu hapa duniani. Sisi sio Mungu, sisi ni viungu ambayo Mungu anatutumia. Umeona? So lazima tukubaliane kwamba serikali hawawezi bila kanisa, hawawezi, na wajue hiyo, wajue kwamba sisi ni sauti ya Mungu hapa duniani. Lakini makosa yao ni kwamba mnaingilia utendaji wao, kwa maana mnazungumza maneno ambayo ni kama yanarudisha nyuma baadhi ya mambo. Nisikiliza, kama mtu anazungumza neno la Mungu, kile ambacho anazungumza inakwenda kutokea. Sasa shida ambayo leo hii tuna vijana wengi wanatamka vitu ambacho hakuna head wala tail, hakuna kichwa wala mkia, wanatimia kwa hisia. Lakini mtumishi wa Mungu anaangalia kule mbele, anatoa warning. Umeona? Sasa watu hawajui hiyo. Serikali inatuhitaji tena kwa njia zote zinatuhitaji. Katika umoja wenu wa CPCT pengine mnayo haja au mnaona kuna haja ya kuendelea kusisitiza waumini wenu wa shirika ambao mnao kujihusisha na siasa, ama siasa si sawa? Sikiliza, kila Mtanzania ana haki kuwa mbunge, ana haki kuwa diwani, ana haki kuwa kiongozi wa nyumba 10. Umeona? Ana haki ya nafasi yoyote ndani ya serikali, ana haki. Sasa je, Mungu sasa kuhusu watumishi, je, Mungu anakuambia uingie kwenye mambo ya siasa? Kama Mungu amekuambia ingia, lakini kama unatafuta maslahi zako utapata shida, kwa sababu hii ni kazi ya Mungu, sio kazi ya mwanadamu. Tutarajia siku moja pengine kuona kauli ya CPCT kuhusiana na mambo ambayo labda nyinyi pengine mnaona hayaendi sawa kwenye nchi. Utaiona. Sisi kule nilimwambia makamu wa rais kwamba mkifanya vyema tutawapongeza, ukifanya vibaya tutawashauri au tutawakemea. Sisi ni washauri, tuwashauri. Sisi sio, unajua tumefika sehemu kanisa lina hukumu, hatuna haja ya kuhukumu. Je, Mungu akituhukumu sisi tushakufa? Mungu ni mwingi wa rehema. Sasa kwa nini sisi kama Mungu ni mwingi wa rehema, nimefanya makosa mangapi tangu asubuhi mpaka sasa? Nimewaza vibaya mara ngapi? Na Mungu bado anaruhusu niwe hai. So mimi naomba tukubaliane kwamba Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe kwamba turudi kwenye maombi CPCT. Sawa. Yes. Sawa, tukielekea tamati kabisa, mwishoni hapa, unaiona wapi CPCT baada ya miaka kadhaa mbele hapa? Unapata picha gani kwa CPCT? CPCT itainuka. Nawaambia, CPCT itainuka kwa njia za ajabu, kwa sababu tunarudi kwenye magoti, na tukirudi kwenye magoti Mungu anashuka na Mungu atabadilisha vitu. Msingi mkubwa wa CPCT ni maombi. Siri ni maombi. Yes, nacheka. Yesu akaambia wanafunzi, usiondoke Yerusalemu, kaa ndani. Siku 50 walikuwa ndani. Sasa watu hawataki kukaa ndani, wanataka kutembea huku na kule. Tukae ndani kwenye maombi. Siku 10 tukipata maombi, tutashangaa vitu ambavyo Mungu atafanya. Na mpango wote pengine wa kuweka kuna vijana sasa hivi ambao wapo kwenye makanisa ambayo yapo kwenye huu umoja au kwenye jumuiya hii. Naweka misingi gani kwa hawa vijana wafahamu CPCT na wajue kwamba miaka michache ijayo wao ndio viongozi wa CPCT? Ndio tunataka vijana. Huu ni mwaka, nimetangaza huu mwaka ni wa vijana kuinuka. Sio tu kwenye mambo ya kuhubiri, kwenye ajira, wapate mashamba, wapate kazi, wapate migodi, wapate vitu, wawe na maboti ya kwenda kuvua samaki kama Petro. Kwani kuna kosa gani?
Tunataka vijana wa Pentecost waanze kuondoka katika hiyo wazo kwamba tumeumbwa kuwa maskini. Hakuna Mungu asiyefanya kazi asile. Mtu anaomba alafu hufanyi kazi. Lazima uombe na lazima ufanye kazi. Na Biblia inasema unabidi ufanye kazi kwa bidii. Sio kazi tu umefika ofisini. Umefika umekaa masaa 8 hujafanya chochote. Alafu unasema ufanye kazi. La hasha, lazima ufanye kazi. Na kuna malalamiko mengi hasa ya makanisa haya ya Kipentekoste, uchumi wao unaonekana uko chini sana. Kwa sababu hawafanyi kazi, wanaomba. Wapa sisi tumesisitiza tuombe muda masaa. Wapi? Yesu mwenyewe akasema asiyefanya kazi asile. Mimi nikafukuza watu nyumbani kwangu wanakuja kukaa. Nikasema ondoka kafanye kazi. Watoto wangu wote si haruhusu wakae tu nyumbani, wanabidi wafanye kazi. Sisi unapata wapi? Mungu amekupa mkono. Afu umekaa unataka usubiri kula tu na kujaza choo. Haiwezekani. Lazima tuende tukafanye kazi. Unaweza kuwa mvuvi. Umeona? Unaweza kuwa na daladala au kupiga debe. Kwani hiyo ni kazi? Wewe unakaa ndani kanisa, unaomba tu. Alafu sasa Mungu shusha almasi, shusha dhahabu, shusha pesa. Ashuki. Lazima ufanye kazi. Money is a medium of exchange. Unakwenda kufanya kazi ya mkono wako, in exchange wanakupa hela. Hata kupiga viatu ya watu, wewe umekaa. Mimi kazi yangu ya kwanza wakati bado niko shuleni, kwa sababu yangu hakuwa na uwezo, mimi nilikuwa nakwenda kukata majani kwa majirani. Napata senti 20 napata. Umeona? Sasa leo mtu anakaa sema hamna hela, hamna kazi. Nenda kafanya chochote. Mikono yako utakayo uweze kufanya, tafuta. Ulipozungumza hapo kuhusu ulipotoka hapo, umenikumbusha kitu kimoja. Watu wengi wamekufahamu Mchungaji Fernandez miaka hivi karibuni, baada ya kuwa mchungaji. Huko chini manake pengine kwa muonekano wako wanadhania wewe ni mtu ambaye umezaliwa kwenye familia wanaojiweza, umekulia kwenye mazingira wanaojiweza. Hawajui. Mimi nimetoka kwenye familia maskini. Nimesikia? Tuna mlo huu moja. Saa nyingine hakuna hata mlo hiyo moja. Ninakwenda kwa jirani kuombaomba. Lakini Mungu alinifundisha tangu utoto wangu. Hakuna kukaa. Tafute kitu. Nasoma na kwenda kufanya kazi. Fikiri. Leo mtu anasoma amelala, amemaliza university anasema hakuna kazi. Siko kazi nyingi. Nina mashamba. Twende, kama una kazi njoo, nipige simu. Au akupige wewe. Walete, napeleka shamba. Unataka jifunze nini? Kuendesha trekta, tuendesha gari. Kuna shule ya mechanics. Kuna vitu vingi sana, carpentry. Umeona? Lakini mtu anataka hela. Anataka chap. Hakuna chap. Mtu yote akipata hela za haraka zinapotea kwa haraka. Lakini yule ambaye anatoa jasho ya kujenga kitu, anajua amekuwa na maumivu gani mpaka kitu kimesimama. Sawa. Yeah. Katika miaka yako mitatu ya uongozi wako wewe pamoja na viongozi ambao wako chini yako, wana CPCT watarajia nini hasa kutoka kwenu katika miaka hii mitatu? Sisi lengo letu ya kwanza kujenga ofisi ya CPCT, na tunataka kila mkoa, Mungu akipenda, Mungu akitusaidia, wawe na maofisi zao au eneo angalau ya maofisi kabla hatujamaliza. Cha pili, tunataka kurudisha nguvu mpya ndani ya Kristo, ndani ya mwili wa Kristo. Tunataka kila mkoa Mungu ainue waombezi. Na tukiomba Mungu anaibadilisha hali. Sisi tulitubu kwa sababu tulilala. Tulipolala damu imwagika. Sasa tukasema hakuna kulala tena. Tutaomba kwa nchi yetu, Mungu aibariki nchi yetu. Sisi ni walinzi. Macho ya serikali ni sisi. Sasa ukiniambia serikali hawataka kutusikiliza, watatusikiliza tu. Kwa namna yote watatusikiliza. Sawa, tukielekea tamati, nini hasa ambacho unapenda kuambia wana CPCT
ambao wanakutazama sasa hivi, kuna wachungaji hapa, kuna washirika wako hapa na viongozi mbalimbali ambao wapo kwa ujumla wake, nini hasa ambacho unapenda kuambia kama kiongozi? Nisikilize watu wangu, kanuni ni moja. Kanuni ni moja. Kanuni ya kwanza, Mungu amesema toa nani mtapokea. Okay? Asema ni heri kutoa kuliko pokea. Kanisa la Pentecost hawajui hii siri ya utoaji, hawajui. Lakini watakapofika sehemu ya kujua siri ya utoaji, ukitoa lazima utavuna mara 30, utavuna mara 60 na utavuna mara 100, lakini ni grades, unapanda. Umeona? Lakini Wakristo hawataki kutoa, wanakwenda kanisani. Mungu anasema usiniabudu mikono mitupu. Wakristo wangapi wanakwenda kanisani bila sadaka? Wanakwaya, tuanze na wanakwaya. Wanaingia kanisani hawana sadaka. Hawana kazi ya kufanya. Wana hela kutengeneza nywele zao. Si sawa? Wanazo. Wananunua voucher, wanazo. Wananunua ice cream. Sasa haya yote ni vitu vidogo. Je, moyo wako kwa Mungu ikoje? Mtu kama uwezi kwenda kanisani na sadaka, wewe ufai kwa Mkristo. Cha pili, lazima mtu ajue jinsi ya kutoa fungu la 10. Chochote ambacho ungepata 1 ya 10 ni sio yako. Haya, 3, wa maaskofu na wachungaji wanabidi wajifunze pia, wao wanapaswa kutoa fungu la 10. La 4, tukisema tunataka mchangie CPCT, changia. Peleka hela kwenye huduma hii, kwa sababu tunakwenda kufanya vitu vikubwa. So mimi nawaambia maaskofu, ukisikia tunahitaji kila mkoa, tulisema kila mkoa, kwa sababu ya ujenzi tunataka mtusaidia fedha za kujenga CPCT. Tunajenga ghorofa 5. Mimi tuko kwenye awamu ya 5, nataka kujenga ghorofa 5 kule Dodoma, ofisi zetu kule Dodoma. So tunaomba mchango wenu. Ukisikia sauti hii, nitaomba vijana wapate namba ya account ya CPCT ili watu waweze kuchangia ujenzi wa CPCT. Ujenzi pengine unataka unaweza kudumu kwa miaka mingapi? Utarajia ukimaliza uongozi wako tayari nimeshajenga. Kwa fedha zako ama kwa CPCT? Fedha zake. CPCT. Fedha zake zenyewe. Ambazo zinajiendesha kutumia michango ama kuna kupitia mchango? Nimeshakwambia. Nikuulize swali ya kwanza. Yesu akawaambia wanafunzi, enendeni ulimwengu kote. Wewe umefika ulimwengu ipi? Hapa Dar es Salaam tu na Arusha. Si sawa? Sasa anaambia Petro hajawahi kufika Greece, hajawahi kufika India, hajawahi kufika Ethiopia, lakini Yesu anamwambia enendeni. Umeona? Sasa Mungu akikupa kitu, anakupa uwezo kufanya hiyo kazi. Sasa Mungu amenipa hiyo kitu, najua nitaweza. Kazi yangu ni kuambia watu ukweli. Changia, tujenge CPCT, tujenge makao makuu ya CPCT. Basi sisi tutarajia mazuri kutoka kwako, tutakuja kuona. Na tunaamini hiyo wakati ambapo ujenzi ukianza, basi tuweze pia kuwajulisha watu kama ujenzi ukishaanza. Nadhani pia ni nzuri kwa watu pia kupata update ya kile kinachoendelea, ili waweze kufahamu na washawishike pia kuona kwamba kweli tuna viongozi ambao wanafanya kazi. Mimi na matumaini makubwa na wewe, naamini pia na wengine pia wengi watakuwa matumaini makubwa na wewe. Unawagaje sasa watu ambao wanakutazama sasa hivi? Mimi naomba baraka ziwe juu yenu, naomba amani iwatangulie. Ninakemea kila roho ambayo imewazuia kwa njia yoyote kuwazuia mafanikio yenu, ninaikemea, ninasafisha hiyo njia. Nataka Mungu akawape kibali katika kila kitu ambacho mtafanya, na nyinyi ambayo huna kazi, Mungu awape kazi, na kama huna kazi, tafuta kazi yoyote ili Mungu aibariki kazi mikono yenu. Mungu awabariki. Amen. Amen.
Tunashukuru sana. Asante. Sawa.